Baadhi ya wawakilishi wadi katika bunge la kaunti ya Busia wamejitokeza na kupinga vikali usemi wa hivi majuzi wa gavana wa kaunti hiyo Paul Otuoma ya kuwa serikali yake inawapa shilingi milioni 20 za kutekeleza miradi mbalimbali kila mwaka. Wawakilishi wadi hao wanailaumu serikali ya kaunti ya Busia kwa kuondoa kwenye bajeti ya ziada pesa za kulipia madeni na zile ambazo hutumika katika bajeti za hapo awali. Wakiongozwa na Bonventure Makoha kutoka wadi ya Buhayo ya Kati, wawakilishi wadi hao wamesema kuwa matamshi hayo ya gavana si ya kweli na yamenuia kuwakosanisha na wananchi. Juzi kama wiki mbili iliyopita tulishikwa na mshangao, hata wananchi wakapigwa na butwa kufuatilia matamshi ya mheshimiwa gavana wetu ambaye alisema kwa matanga kule Samia ya kwamba MCAs wa Busia wanapewa shilingi milioni 20 ili kufanya miradi katika wards zao. Na nataka kuelezea wananchi wa kwamba tukiangalia katika ile mpangilio ya bajeti, mwaka wa kwanza ambayo tukiingia pale bungeni, financial year 2022-2023, wards ziliweza kualloketiwa 8 million ya kufanya miradi. Mwaka wa 2023-2024, wards zikaaloketiwa milioni 11 kufanya kazi. Ukweli ni kwamba wakati huu sisi MCAs tunapitia mambo magumu sana katika wadi zetu, kwa sababu wananchi wote wanaamini ya kwamba MCAs wamepatiwa pesa na wako nazo kwa mifuko. So imetuletea shida na tumekuwa na wakati mgumu sana kujieleza kwa wananchi ya kwamba sisi hatupokei pesa. Gavana ndiye anayefanya miradi yote katika wadi zetu. Sisitizo kubwa kabisa na gavana wetu wa Busia, Honorable His Excellency Otuoma, alisema kwamba anaenda kumalizana na pending bills. Lakini kuanzia kwa mwaka wa kwanza, wa pili mpaka wa leo hakuna location kwa budget yeyote ambaye gavana wetu ameweka kwa nia ya kulipa pending bills. Aidha, wamemtaka gavana Otuoma kujitokeza wazi na kurekebisha matamshi hayo mbele ya umma, kwani yameathiri pakubwa ushirikiano wao na wananchi, huku wakiapa kutopitisha bajeti ya ziada ya mwaka wa kifedha 2025-2026. Na katika hiyo mpangilio wa bajeti, kazi yetu kama MCAs huwa ni kupendekeza miradi ya ambayo inatosha hiyo pesa ambayo imealloketiwa kwa ward, alafu ni jukumu la executive kufanya ile kitu inaitwa implementation. Sasa hii inamaanisha we are not going to achieve the development agenda of our county, kwa sababu hizi miezi zote zingine, like now we have a running budget, but the contractors are afraid of going to take those contracts sababu wanaona ikifika mahali hiyo pesa itatolewa. Matamshi yao yanajiri majuma machache tu baada ya gavana wa Busia Paul Otuoma kuwataka wawakilishi wadi katika jimbo hilo kuwajibikia kima cha shilingi milioni 700 ambazo zilitengwa kwenye bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2024-2025 kutekeleza miradi katika wadi zote 35. Sisi hapa ile pesa tunapeana katika ward, ukiweka wards zote pamoja, so mimi saidine na shindwa, badala ya MCA kutembea akiambia wananchi nimepewa pesa fulani kwa ward yangu nafanya hii, wengine ni kuongea juu ya gavana. Akiwa katika hafla ya mazishi kwenye eneo bunge la Funyula, Otuoma alisikitika kwamba licha ya wawakilishi wadi kutengewa kiasi kikubwa cha fedha kwenye bajeti, hususan shilingi milioni 20 kila wadi ili kutekeleza miradi ya maendeleo, wengi wao wameshindwa kuwajibika. But instead of accounting for 700 million shillings ile kumewapea, walikumandamanga tu, kutafuta matanga na kuongea vitu haifai kutukanana. We have turned field roads into comical areas. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.